Abiria anaweza kupata tatizo la mshtuko wa moyo au moyo unaposimama akiwa katika futi 1035 juu ya usawa wa bahari. Maisha yake yanategemea uwepo wa wahudumu wa ndani ya ndege na wataalamu ama mtaalamu aliyepata mafunzo sahihi ya huduma ya kwanza na ufufuaji wa mapigo ya moyo, yani CPR, au hata uwepo wa madaktari wenye ujuzi ndani ya ndege hiyo. Maarifa haya yanaweza kuleta utofauti kati ya maisha na kifo. Hii ndio sababu kuu iliyotusukuma kuanzisha AMTC, yani Aerospace Medical and Training Center, kuhakikisha kuwa wataalamu wa sekta ya anga wanakuwa na mafunzo sahihi, maandalizi ya kitabibu na uelewa kukabiliana na huduma za dharura ili kulinda usalama wa abiria, wafanyakazi na jamii kwa ujumla. Vile AMTC imefanikiwa kutoa mafunzo kwa wataalamu mbalimbali wa sekta ya anga wakiwemo marubani, wahudumu wa ndani ya ndege, wahandisi wa ndege, waongozaji ndege yani air traffic controller, pamoja na wafanyakazi wa viwanja vya ndege. Sambamba na hilo, tumeendelea kuendeleza mitaala ya mafunzo ya tiba ya anga pamoja na kuanzisha programu mbalimbali za uhamasishaji wa afya kwa wafanyakazi wa sekta hii muhimu. Tunapokaribia kuadhimisha miaka hii mitano, tarehe 4 mwezi wa 4 2026, tutafanya hafla maalum ya wadau pamoja na maonyesho ya maendeleo ya afya ya sekta ya anga katika hoteli hii ya Hyatt Regency hapa Dar es Salaam. Hafla hii haitakuwa tu ni kusherekea mafanikio yetu, bali pia itakuwa ni fursa ya kuzindua hatua mpya zitakazopanua mchango wetu katika sekta ya anga. Katika maadhimisho haya tutazindua mambo makuu matatu. Kitabu hiki ni cha mwongozo mfupi wa vitendo kuhusiana na huduma ya kwanza katika sekta ya anga, kilichoandaliwa kwa ajili ya wahudumu wa ndege, wafanyakazi wa ardhini, wanafunzi wa mafunzo ya anga pamoja na wadau wa sekta ya usafiri wa anga. Kitabu hiki kitapatikana kidijitali katika mitandao ya Amazon na Kindle pamoja na majukwaa mengine ili maarifa haya yaweze kuwafikia wataalamu kote duniani. Pili, uzinduzi wa mfumo wa mafunzo ya mtihani mtandaoni, yani online training center. Mfumo huu utatoa fursa kwa wataalamu wa sekta ya anga kupata mafunzo ya tiba, kufanya mitihani ya kupata vyeti kwa kupitia simu ama kompyuta bila hata kuhitaji kusafiri. Hii ni hatua muhimu katika kupanua upatikanaji wa mafunzo ya kitaalamu nchini na katika ukanda mzima wa Afrika Mashariki. Tatu, kutakuwa kuna kampeni ya uchunguzi wa afya ya wafanyakazi wa sekta ya anga, kutambua kuwa afya bora ni msingi wa usalama wa kazi. AMTC itaendesha zoezi la utoaji wa afya, huduma za afya kwa viwanja viwili vya ndege. Tarehe 31 Machi tunategemea tutafanya huduma hii kule Abedi Amani Karume Zanzibar, ambapo takriban wafanyakazi 200 wa sekta ya anga watapatiwa huduma ya uchunguzi wa afya. Kisha tarehe 1 na tarehe 2 April zoezi hili litaendelea katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere hapa Dar es Salaam, ambapo zaidi ya wafanyakazi 500 wa sekta ya anga watashiriki katika uchunguzi wa afya na mafunzo ya uhamasishaji wa afya. Vipimo hivi vitakavyotolewa vitajumuisha uchunguzi wa shinikizo la damu, sukari, malaria, kiwango cha damu pamoja na uhamasishaji na uchunguzi wa awali wa saratani ya kizazi, shingo ya kizazi, saratani ya matiti na saratani ya tezi dume. Kwa maendeleo ya sekta ya utalii na huduma za hoteli nchini, Parrot Hotel iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha ni fahari ya Tanzania. Ina bwawa la kisasa la kuogelea na kupumzika kwa watu wa rika zote, mapokezi yenye ubora. Hapa utapata kahawa safi na vinywaji baridi vya kila aina, lifti za kisasa za kupeleka kwenye floor 13 zenye vyumba zaidi ya 100, vyumba vya kulala vyenye mazingira salama na tulivu, vyenye joto la upendo na baridi ya starehe, kumbi za mikutano zenye vifaa vya kisasa, mazungumzo ya kitaifa na kimataifa, sehemu nadhifu ya chakula yenye kuleta hamu, vyakula vyenye viwango vya ubora wa afya. Baada ya
uchovu wa kutwa nzima, kuna baa ya kipekee kwa jioni yako ya kukumbukwa. Karibu Parrot Hotel kuonja ladha mpya ya maisha.